ni Simba dhidi ya Young Africans, inaisha kwa sare bila kufungana. Mchezo umetazama, kwa upande wako ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Mchezo ulikuwa wa kiushindani, lakini mpinzani tulimkamata kila idara. Tumejaribu kuscore, tulishindwa, lakini tulipopata goli waamuzi wametufinya. Ina maana goli letu lilikataliwa. Inaonekana kwamba waamuzi walikuwa wana balance mpira. Kama unavyoona kuna baadhi ya faulo, unaona kabisa kwamba hii ni kuturudisha nyuma, kwa sababu waliona sisi tulikuwa kwenye mpira tuko high, wale wenzetu walikuwa down. Kwa hiyo wakafanya walichofanya, lakini ni masikitiko kwa wana Simba kwa sababu tunaamini timu yetu imewaka, na nikikwambia hivyo kwamba uwanjani tumeona kwa mchezaji mmoja mmoja wengi walifanya. Ndio maana man of the match kawa goalkeeper, kwa sababu ya kumpiga kila wakati, kafanya save nyingi. Tulikuwa tunawashambulia kwa nguvu muda wote, lakini tumemiliki mpira katikati. Kila mchezaji alijitoa kwa kila anachoweza, lakini mwisho wa siku ndio imekuwa hiyo. Mechi imeamuliwa na waamuzi. Tuanzie hapo kwenye goli ambalo mmelipata. Mmefunga goli lakini referee kasema ni offside. Binafsi ulivyolitazama lile, ilikuwa goli clear ama ilikuwa ni offside? Lilikuwa ni goli, kwa sababu baada ya pale tukasema kwa kuwa tumeona hivi, huenda pale tulikuwa na jicho la kukosea. Tumerudi, tumeenda pale kwenye TV tukaangalia wote, kila mtu ni goli la halali kabisa, ni goli halina shaka, ni goli kama magoli mengine yanayofungwa. Lakini kama ninavyosema kwamba waamuzi wamebalansi, ili mradi waone kwamba hii mechi inaisha vile, ndio hivyo. Lakini siku zote Simba kwenye mchezo hii tunayocheza mara nyingi ya dabi, huwa sisi tunahujumiwa. Ndio maana umeona hata vyumbani vyetu wamebomoa sana, toboa mavitobo ili watupulizie sumu. Ina maana sio mchezo wa kawaida. Kama jana vyumba vimekaguliwa na nini vilikuwa havina matobo, leo tumekuta matobo. Huu ni uharibifu kwanza wa uwanja, lakini ni mambo ya hovyo kabisa. Ndio maana yani, kama mfano unajaribu kuwa unashinda kwa maarifa, sio ukienda sehemu kwa maarifa ndio huwezi kupata matokeo. Ndio maana sisi tunasemaga kwenye kimataifa lazima tupate 9 kwanza ili tuende robo finali, lakini wenzetu wanaishia 8 wamebaki. Kwa hiyo ina maana kama wataendelea na ubadhirifu huu, basi hawawezi kwa sababu kwenye kimataifa mechi inaonwa, mwamuzi hawezi kufanya makosa ya kujirudia. Kwa hiyo tunaondoka tunasononeka na tuna maumivu. Mara nyingi sana tukicheza dabi sisi tunakuwa tunaonewa. Kwa hiyo matokeo tunayapokea hayo draw. Wachezaji ambao mlikuwa mnazungumzia sana dirisha dogo kama Anicet Oura, Libase Egwe pamoja na Innocent Roemba, tumewatazama katika dabi ambayo kila mtu alikuwa anataka kuwaona. Binafsi wewe kwako, tukianza mchezaji mmoja mmoja, Anicet Oura umemtazama, ni mchezaji wa namna gani? Wote wamemuona na wao wenyewe uzuri wake wanasema kwamba ile balaa sio balaa ya mchezo, lakini ukimwangalia Libase Egwe walikuwa leo wakati nakuja na kina Godi Yanga wanasema yule sio mchezaji Aura, lakini balaa aliyolifanya leo hapa watu wote wameona kwamba yule mwanaume alikuwa anawachukua anaondoka nao, mpaka yule Dickson Jobu zile muscles kuchacha ni kwa ajili ya kule. Alikuwa anamchukua Mohamed Hussein, anamchukua namba 4 na namba 5. Alikuwa akiwa kule atakaye kuja tu kule yenyewe, lakini akija ndani alikuwa anawachukua, unamuona anakatambuga anakwenda. Kama mwamuzi angekuwa yuko sahihi leo, yule Damalo alikuwa mapema tu ana kadi nyekundu, kwa sababu alikuwa anacheza njano nyingi na anaachwa. Kaja kupewa mwisho. Tazama namna ambavyo mmecheza, performance ya wachezaji inaridhisha, na kama leo mliwawini Young Africans sana, tumewawini sana, tumewashambulia vizuri. Ndio maana man of the match kawa kipa. Ukiona kipa anakuwa man of the match, basi jua inatokea, si kwa sababu kupigwa sana, yani kakindwa sana. Kakindwa sana, kaokoa, kakindwa sana, mwisho wa siku kawa man of the match. Kwa hiyo ina maana hiyo unaonyesha jinsi gani umeshambuliwa. Moja ya rabi mnatoka uwanjani mkiwa mna furaha, ni hii? Sisi hatuna furaha, tumechukizwa. Kwa sababu matokeo haya hakutakiwa hivi. Hakuna mtu anayofurahi. Mimi umeniona anafurahi. Japo mnaisifia timu yenu. Tunaisifia, si imefanya vizuri, imepambana. Tumepata goli lile, lakini mwamuzi katia mfukoni. Line 1 umemuona kabisa. Kaonyesha kibendera mpira unaomaliziwa, ambayo yuko Selemani Mwalimu, yuko na Baka pale.
kadrive kaupiga ule mpira kafunga, yeye anasema offside. Sasa tunajiuliza hiyo offside imekuwaje? Tumeenda kujiridhisha hapa kwenye TV. Tumetoka saa hizi tumejiridhisha. Labda Kibendera hakupata nafasi ya kujiridhisha kama nyinyi mlivyofanya. Yeye ni kazi yake kuhakikisha anaangalia ule mstari nani kazidi. Yeye ana ya hiyo, sisi hatukai kwenye line. Yeye anakaa kwenye line kabisa, anaona nani kaona. Yaani sisi tunachosema kwamba waamuzi wamekuja kubalance mechi ishe sare, kwa sababu tumeona hata zile faulo walizokuwa kwetu zina nani, kwa sababu tulionekana tumewazidi nguvu, tumewazidi umiliki wa mpira. Sisi tulikuwa tunaweza kufanya maajabu muda wowote, basi ukaona waamuzi wakasema tuwanyonye hawa kwanza ili mradi wasiweze kufunga. Shaka Simba msimu mmekasirika sana. Tumesajili usajili mzuri, unamuona Nixon Kibambage kazi anayoifanya kubwa sana. Wale wanaokuwa wanamsifia kule winga hakuweza kufanya kitu, lakini umemuona Libisagwe Mohamed Hossein leo saizi itakuwa miguu yote kama imetiwa pilipili. Lazima kwa balaa alivyofanya, kwa sababu aliweza kumzuia moja lakini kamtoka karibuni 15. Alikuwa yeye anamtambuka tu, lakini